Kwa majina naitwa Elizabeth Constantino, ni mama wa jirani wa marehemu Mary Justine Tarimo. Asubuhi majira ya saa 2 kama na dakika 24 hivi leo, baba mwenye nyumba aliniita nikiwa nyumbani kwangu naosha vyombo. Akaniambia, mama Justine, njoo, kuna tatizo hapa silielewi. Kafika akaniambia, njoo ingia ndani umuone mama Baraka kitu alichonifanyia. Akaniambia, mama Baraka kakufanyia nini? Mbona mimi nakuona uko sawa? Akaniambia, twende ingia ndani. Nikaingia chumbani. Nikamkuta dada huyu amening'inia kwenye kamba ya njano. Manila zile ngumu. Amening'inia lakini amepiga goti moja. Nikamwambia, mbona huyu mtu namna gani? Ni nini? Akaniambia, nimerudi kutoka kwenye barabarani kule wanakofanyia shughuli. Nakuta mambo ndio haya. Hebu nisaidie. Niliona giza kwa kweli pale mbele yangu. Nikamwambia sijaona vizuri, nikatoka nje. Nikarudi ndani, nikamulika tochi yangu kana kwamba vile nione mwanga kule ndani. Kumulika ni yule dada amening'inia, nikazunguka na mbele kwenye uso wake ili nimuone je ni kweli. Nikamwambia, mtu ameshakufa tayari. Tatizo nini, mmegombana? Akaniambia hapana. Na amekuja jana kutoka Moshi kwao. Alienda kwenye Christmas. Jana ndio amekuja. Kinachofuata nikamwambia, sasa natakuwa kufunga roho. Limetokea. Tuite kwanza uongozi. Asubuhi alikuwa mzima kwa sababu mwanaume alishaanza kupeleka vifaa barabarani wanakofanyia biashara. Mwanaume anabeba vitu na pikipiki, meza, mazagazaga yote anapeleka kule. Mwanamke naye anafuata. Ndio kukoka moto na kupika kule. Afanyia biashara zake ndogo pale barabarani. Tena huyu dada ni mtu wa imani vibaya sana. Hujaenda jumuiya na kuamsha hata kwenye simu. Twende jumuiya. Anakuita, leo vipi, mbona hujaenda kanisani? Anambia, bwana, leo nilipitiwa na usingizi. Nimesemaje huko? Kuna nini? Anakuambia kuna hiki na hiki. Na ni mwenyekiti wa jumuiya, ni mtu mwenye imani yake. Ila sijui shetani gani kampa. Sasa ni mtu asiyekuwa na shida, kwanza ana upendo na kila mtu. Kuja kusikia hata kigombana na huko mtaani kwenye shughuli za watu, kuna msiba, kuna harusi, ni wote tuko naye. Kwenye jumuiya michango mbele. Hana shida. Kitu kinatushangaza sana leo. Ni tukio la ajabu. Kwa majina naitwa Christina Thomas, ni mkazi wa hapa. Huyu ni jirani yangu ambaye niko naye kwa muda mrefu sasa. Wao walipoenda kumuita jirani, kufika akamwambia, hebu njoo uone mke wangu kitu alichokifanya sijui ni nini. Maana mbona kama amejinyonga. Ndio kufika huko jirani huyo akapiga kelele na sisi ndio tukajitokeza kwenye hili tukio. Kwa hiyo kwa kweli tumeshangaa kwa sababu tunajua ni watu ambao wanapambana, wana umoja, wanapendana. Hatukuwahi kusikia tofauti zozote ambazo zipo kati yao. Majina kamili Amandi Simon Sholi, kwa kitongoji cha Sau. Nikakuta nafika nyumbani uwanjani na mke wangu anakimbia. Unakimbia naenda wapi? Naenda kunitokea hapo kwa jirani wapi kwa Mastanle. Nini kimetokea? Sikia nijinyonga. Sikuamini. Basi nikaingia ndani kabadilisha zile nguo zangu nilikuwa nazo za shambani. Nikafika kwenye tukio. Hadi kwenye tukio. Kweli nikauliza yuko wapi? Akaniambia chumba cha kulikuwa kuna duka hizo alijifungia kwenye mashelfu. Amejifunga na kamba manira ya njano. Nikaingia kweli nikamkuta amening'inia, amepiga magoti kwenye meza. Ukiuliza kama hivi sasa ukiuliza hawajagombana, hawajafanya nini. Na hata mtoto mdogo ametoa maelezo, anasema baba mama alikuja jana kutoka Rombo, tumekuja naye tukafika saa 9, tukamkuta baba yuko kazini. Basi kutoka kazini mama akashusha vyombo nyumbani, akashuka kwenye kazi kama kawaida kule bwana yake aliko. Wakakaa mpaka saa 2 kule. Wakapika chakula chao, chawajalia kule chakula wakaja nacho nyumbani. Wakala pamoja. Basi hatimaye wakaenda kulala. Asubuhi kuamka akamwambia mke wake, bwana utaenda kwenye jumuiya? Akasema jumuiya kwenye kwa sababu nishasafiri. Sitaweza, jumuiya iko wapi sijui iliko. Basi wewe pumzika sababu ulishachoka sana, pumzika. Siku ya leo Jumamosi usitaki kufanya kazi na Jumapili sitaki kufanya kazi. Jumatatu ndio utaanza kazi. Na mtoto ni shuhuda amesema hawajagombana. Na asubuhi alisika aende jumuiya ila sasa hakujua mahali jumuiya ipo.